Bwana Yesu asifiwe. Nipende kukualika katika kipindi chetu hiki kizuri cha Nuru Gizani, kipindi ambacho kitakuwa kikiletwa mara kwa mara na wako mtumishi mchungaji Kuchiba kupitia Rombo yetu hii pendwa ya Rombo TV. Katika kipindi hiki tumeendelea na mwendelezo wa kufunua upendo wa Yesu katika giza la ulimwengu. Giza ambalo limekuwa ni changamoto ya watu kumuona Yesu katika maisha yao. Kipindi kilichopita tulizungumza kwa habari nzuri. Nataka tujifunze katika kitabu cha Waebrania 11. Kitabu cha Waebrania 11 fungu la 24. Tuombe. Asante Mungu mwema kwa ulinzi wako na upendo wako. Masaa mengine tunaenda kujifunza neno hili la matumaini. Tusaidie tukakuone wewe katika changamoto na dhambi na mizigo inayotuzingira katika maisha yetu. Tusaidie kupitia upendo wako tukakuelewe. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amena. Kitabu cha Waebrania 11 fungu la 24 mpaka 25 kinaendelea na historia nzuri kikitueleza mambo mazuri ya jinsi Mungu ambavyo amekuwa akitumia watu ili kuwatoa watu katika dhiki na changamoto wanazopitia. Kitabu hiki kinatuonyesha changamoto na uzoefu wa mtu wa Mungu aliyeitwa Musa mara baada ya kuzaliwa na kukua katika taifa la utumwani Misri. Lakini katikati ya kuzaliwa na kukua katikati ya dhambi na mateso, bado Mungu aliona kusudi lake kulitumia kupitia kwa huyu mwanadamu. Lakini kwa habari hiyo neno la Mungu linasema, ndiko matakatifu yanasema, kitabu cha Waebrania 11 fungu la 24, maneno matakatifu yanasema hivi: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kulijifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Katika kitabu hiki kinatutia matumaini kwa mambo machache ambayo natamani nikupitishe katika somo la leo. Mara baada ya wana wa Israeli kukaa utumwani kwa muda wa miaka 430 ambao tulijifunza katika kipindi kilichopita, ilibidi amtumie Musa katika kuwaokoa watu wa Mungu kutoka kwenye dhiki ili kuonyesha nuru na matumaini katika uzoefu aliopitia. Mungu anatutia moyo katika hili fungu. Pointi ya kwanza, imani na ujasiri. Ilibidi aonyeshe imani ya kweli kwa wale wanaomwamini. Imani ya kweli kwa wale wanaosikia sauti ya Mungu na kuifuata katika maisha yao. Mungu wetu anapotamani kuokoa watu anatumia uzoefu wake kupitia watu. Na maneno yake kwa kweli tukiyafuata tutaupata uweza na nguvu inayobadilisha maisha. Kwa neno la Mungu lilompata Musa la kumpa ujumbe wa kwenda kuwatoa watu wa Mungu utumwani, lilimpatia matumaini na ujasiri. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao katika maisha haya ili uweze kutoka katika utumwa wa dhambi fulani ulioipitia. Kataa kuitwa mwana wa Farao. Nimeona Musa aliyezaliwa katika mikono ya dhambi na akalelewa na binti Farao katika nyumba ya Farao, akasomeshwa, akapata hadhi kubwa, lakini wakati fulani alipokuwa mtu mzima alikataa. Na utu uzima wa Musa unaweza kufikiri ni miaka. Wako watu leo ni wana miaka mingi lakini bado hawajakataa kuitwa wana wa binti Farao. Musa ukubwa wake si miaka, ni utambuzi wa Roho Mtakatifu ndani yake. Nataka nikutie moyo, haijalishi na miaka mingapi, ili onyeshe uzoefu wa kukataa ni pale tu Roho wa Mungu atakapokujilia na kukupatia uwezo wa kukataa kuitwa mwana wa binti Farao. Farao ambaye amekutesa katika changamoto mbalimbali. Lakini pointi nyingine, chaguo la Musa la kukubali ya kwamba yeye sio Misri. Chaguo lako ni lipi katika maisha yako? Maisha ni uchaguzi. Nikutie moyo, katika dhiki unayopitia ni kwa sababu umekubali kuishi katika hayo maisha. Musa alipokubali ya kwamba mimi si Misri na kuchagua kukataa kuabudu miungu, kukataa kutumikia sanamu, kukataa kuwa chini ya mateso ya Misri, alibadilisha mwelekeo. Mungu anatafuta watu waliokubali neno la Mungu, waliokubali wito wa sauti ya Mungu na kubadilisha mielekeo.
utasikiliza mahubiri mengi na utapata ujumbe mwingi, kama hujakubali katika maisha yako haitakuwa na maana yoyote. Musa anakubali kwa kuchagua. Je, umechagua nini katika maisha yako? Pointi ya 3 katika kitabu cha Ibrania, thamani ya jumuiya ya waumini. Musa aligundua thamani yake ni ipi. Aliona kuwa katika kutumika kwa Farao hakuna thamani. Ni bora akateseke na wana wa Mungu. Ni bora akateseke na wana wa Israeli. Alitumikishwa katika nyumba ya Farao, lakini kutumikishwa katika mikono ya Ibilisi hakuna faida. Nataka niatie moyo, katika maisha unayoyaona ni ya furaha, lakini bado uko mikononi mwa Ibilisi, bado hujatambua thamani yako. Ni heri ukateseke na watu wa Mungu kwa kula, kunywa na kuvaa katika baraka ya watu wako, kuliko kufurahia maisha ya kitambo katika mikono ya adui. Musa anakubali na kuchagua ya kwamba thamani yake si ya kutumika katika miungu. Je, nikutie moyo, yuko binti fulani mahali fulani. Je, thamani yako ni ya kutumika katika mikono ya Ibilisi kwa ulevi? Thamani yako ni ya kutumika katika mikono ya Ibilisi kwa ukahaba? Nikutie moyo, kataa kuitwa wana wa binti Farao. Thamani yako ni kubwa, wewe ni mtoto wa mfalme. Kubali ya kwamba Mungu akubadilisha katika maisha yako. Ni heri kudharauliwa na ulimwengu kuliko kuheshimiwa na dunia huku angali bado kikanyaga neno la Mungu. Pointi nyingine, ushindi dhidi ya dhambi. Ni dhambi gani inayokutesa? Musa yuko utumwani, na kwa kweli yupo katikati ya dhambi, na dhambi iliyomtesa yeye na watu wake. Lakini ili aishinde hii dhambi inabidi amkubali Mungu aliyezungumza pamoja naye. Nataka nikutie moyo, hitaji letu kubwa ni kusikia sauti ya Mungu na kukubali kuyatenda. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 1 inasema maneno mazuri: ikiwa utasikia sauti yangu na kuamua kuyafuata maneno yangu. Mungu anatafuta watu wanaosikia sauti na kukubali na kuyaishi yale maneno, na hao watu watapata mema ya nchi. Mungu anasema katika kile kitabu, utabarikiwa mjini na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na mambo yote yataenda vizuri. Je, katika maisha yako ni jambo lipi ambalo natamani Mungu akusaidie kuwa mshindi? Mshindi kwa dhidi ya jambo lipi linaloleta giza katika maisha yako? Mungu wetu ni mwingi wa upendo. Anatamani watu wanaoshinda pamoja na Yesu katika hili shindano. Pointi nyingine, matarajio ya kijadi katika mambo ya kiroho. Musa huyu alikataa kabisa mali na cheo katika mila na desturi za Misri. Wako watu wanapata neema na furaha katika mikono ya adui. Wengine wanapandishwa cheo lakini bado wanamtumikia Ibilisi. Wengine wanapewa vyeo lakini Mungu hatukuzwi mahali pale. Musa aliona kuitwa mtu mzima, mtu kiongozi mkubwa akiwa chini ya Farao hakuna faida. Ni heri ukawa mwaminifu na mtu wa chini, lakini ukiwa katika utumishi kwa Mungu wa kweli. Musa anaamua kuchagua kutumika katika neno la Mungu. Pointi ya mwisho ambayo natamani nikutie moyo, mfano wa uaminifu. Mungu anatafuta watu waaminifu. Pamoja na kwamba tunadhaliwa katika mateso, tunadhaliwa katika dhambi, tunadhaliwa katika dhiki na changamoto mbalimbali kama ambayo watu wa Mungu hawa walizaliwa, Musa alizaliwa, lakini bado anaamua kuwa mwaminifu. Hata kama dunia imechafuka kiasi gani, bado Mungu anatafuta vijana waaminifu, kina baba waaminifu watakao kubali na kusikia sauti ya Mungu. Je, ni tamanio lako katika maisha yako kuwa miongoni mwa waaminifu watakaoamua kwenda pamoja na Yesu katika kazi yake, watakaoamua kubadilisha mwelekeo, kufuata nuru katika giza? Mungu akubariki sana, nikutie moyo. Pointi ya mwisho nayo kupongeza nayo, kukumbuka malengo ya umilele. Andaliwa kwa ajili ya umilele. Dunia hii tunayoishi ukiipenda haikuandai kwa ajili ya umilele, lakini ukimpenda Mungu kwa moyo wako na mali zako zote utaandaliwa kwa ajili ya umilele. Musa aliona kutengeneza urafiki katika taifa la Misri ambapo ni utumwa hakuna faida.
Najua ugenini ni ugenini, hata kama utafurahi namna gani, ugenini ugenini. Tunaishi duniani, si kwetu. Nikutie moyo, amka shujaa. Maisha haya yanapita na Mungu anakutafuta. Ni hitaji lako tuombe pamoja katika kipindi hiki cha leo. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Nuru Gizani. Mungu wetu anatafuta watu waaminifu, majasiri wanaodhihirisha imani ya kweli katika ulimwengu wanaoishi. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa kipindi hiki kizuri. Tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyokuwa pamoja nasi kwa ajili ya kututia moyo. Nataka niombe na vijana na kina mama na kina baba ambao watapata Roho Mtakatifu katika maisha yao na kukataa kuitwa wana na binti za Farao. Mungu wetu, wewe unatupenda, unatafuta watu watakao kataa kutumikia sanamu na miungu yoyote katika ulimwengu wa leo. Tusaidie, japo kuwa tunaishi katika ulimwengu huu wa dhambi, bado Mungu unatafuta uaminifu. Tusaidie kwa neno lako, tukaishi kweli ya neno lako inayobadilisha katika maisha yetu. Bariki mtazamaji na msikilizaji wetu ambaye anatufuatilia, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amina.